Lakini pia katika maadui wa nje wa da'wa hii ni alhizbiyun, na maal asaf ni watu kwa shakli fulani wanafanana na as-salafiyun. Kwa mtu wa nje hivi kujua hawa wana tofauti gani hawezi jua, hawana wote sawa. Ukiuliza hizi ni tofauti tu zimekuja, wajua watu wataka ukubwa, wataka hivi, yani ndio tafsiri yao. Lakini alhamdulillah kwa watu walioishi katika da'wa salafia na walioishi katika da'wa nyingine isiyokuwa salafia wanaona tofauti katika misingi mbalimbali. Miongoni mwa misingi hiyo ni misingi ya ilmu. Agenda kuu ya as-salafiyun ni ilmu. Wana ile ru'ya ya mbali kabisa kuhusiana na ilmu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanashughulishwa na jambo hilo. Watu wakakaa wakasoma. Mtu amekuwa katika mathalan jamaatu ansari sunna miaka mingapi? Miaka 20. Mimi tangu ansari sunna tangu mwaka 90 ngapi mimi niko ansari sunna. Asilimia zaidi ya 90 au wengi wao ukiwatafiti umekuwa katika ansari sunna, umejifunza nini? Ulikuwa hujui Qur'ani, leo waijua? Waulizeni. Haina haja kuwauliza, tutawaona sababu ni watu tumeishi nao. Ile dawa haikuwabadilisha chochote katika jambo la ilmu. Mimi nakusudia wale wafuasi wa kawaida waliokuwa na ghera katika jambo la dini yao. Sizungumzii watoto waliokuja wakakuwa wakaingia madrasa wakasoma au wakasoma huko kwenye marakizi nyingine. Na kusudia wale waliokuwa katika ile dawa wako mbele kabisa mitaki ndaki wenye dawa wenyewe. Je, dawa ile iliwasaidia nini wao katika ilmu? Utakuta kwa kuwa dawa hizo sera yake sio ilmu, wale walioko pembeni wakabaki na ujinga wao hivyo hivyo walivyo, si katika mambo ya Qur'ani wala katika mambo ya aqida na kujua misingi ya tauhid, kutubu za tauhid, vitabu vya a'immatu da'wa. Wao wako mbali kabisa na vitu hivyo, al-aqida, al-asma wa sifat na mingineyo ambayo ni msingi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio manhajul anbiya. Utaona wao wako mbali katika hilo. Sasa hatuzungumzi kwa kuwasingizia baadhi yenu nyinyi mlikuwa huko, lakini mtu ndani ya miaka miwili baada ya kuingia katika da'wa salafia aona kwamba kila siku ahimizwa na kushajiishwa kusoma na mazingira ya kusoma yapo na anajikuta asoma na sasa aweza. Hii ni moja katika tofauti kubwa kabisa na kuutabiki Uislamu kiukweli. Sasa kuna watu wanaweza wakawa wametoka wakaachana na uhizbi kwa sababu fulani wanazozijua wao, alafu wakawa hawakubadilika chochote kutoka kule, ikawa ni vile vile tu wao, lakini bado yasema salafi vile vile, habadiliki chochote. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, hana cha kusoma, hana chochote. Hili ni tatizo. Watu wa aina hii mara nyingi hawana khairi katika da'wa. Watu wa namna hii mara nyingi hawana khairi katika da'wa. Tuomba Allah aongoze watu wa namna hii, awape hidayah. Hawa wanakuwa ni mzigo katika da'wa. Watakiwa wanasihiwe kila mara, wajue walitoka wapi na sasa wako wapi, watakiwa wafanye nini. Lakini kama wao waona kwamba ni upinzani tu, kama nimetoka huku sasa nimekwenda huku, lakini mambo huyu ni shida. Sasa ndio sisi tunawaambiana hapa, kuna watu hapa hawataki kusikia jambo la kusoma. Ukiweka muhadhara watu watajazana mpaka kwenye madirisha. Darasa hao washika njia nenda zao, hawataki kukaa darasani kusoma. Sasa nirudi, miongoni mwa maadui wakubwa wa hii da'wa ni alhizbiyun na tawaifu zao na firaq zao zote. Hawaipendi da'wa salafia wala hawalali katika hili. Wanahakikisha kwa sababu ni kitu ambacho kimekuja kuwaondolea wao, wanaona kama ni ufalme. Waona kwamba yale waliokuwa nayo ilikuwa ni ufalme. Sasa mbona ufalme wetu umechukuliwa? Kwa hiyo wanapambana kuhakikisha kwamba hii da'wa si da'wa ya haki, ni da'wa imeleta fitna. Hii ni fitna kuwagawa Waislamu. Sisi tulikuwa hivi na hivi na hivi, kwani sisi tuna ubaya gani? Sisi tuna hiki. Wanajitetea
kila siku kazi yao kujitetea. Kwa hiyo ndugu zangu, uadui wa da'wa hii kutoka nje, miongoni mwa maadui zake wakubwa kabisa ni alhizbiyun.